Yes, shalom, habari ya Jumapili. Nina muamini Mungu kwamba umekuwa na siku njema na umekuwa pia na ibada njema, wewe ambao umeweza kwenda ibada mahali popote pale ulipokwenda. Sisi tumekuwa na siku njema na tumekuwa pia na ibada nzuri Jumapili ya leo. Baada ya ibada ya Jumapili ya leo, tulipomaliza ibada nilipata kuzungumza na dada mmoja. Kuna kesi ambayo amekuja nayo, ni kesi ya mahusiano. Ni mtu aliyesafiri kutoka nje ya Dar es Salaam na ametoka mkoa mwingine kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuniona kwa ajili ya kesi yake ya mahusiano. Kwa baada ya ibada akaniona, akanieleza kesi yake, na baada ya kunieleza kuna kitu ambacho nataka tujifunze kwa huyu dada. Huyu dada anasema kwamba amekuwa kwenye mahusiano na mwanaume ambaye wamezaa naye. Inavyoonekana mwanzoni huyu mwanaume alikuwa anampenda, lakini upande wa wazazi wake ulikuwa una shida, na ameeleza kesi kadha kadha ambazo huyu mwanaume amempeleka amempeleka udada kwa wazazi wake, lakini bado akawa hakubaliki. Wakati ananieleza hii kesi akanambia imefika mahali huyu mwanaume alikuwa on and in, in and out, yuko on off, yupo wakati mwingine hayupo. Akanambia ilifika mahali wameachana kwa miaka mitatu, hakuna mazungumzo, hakuna nini. Dada amebaki na mtoto wake analea, alafu baadaye tena mwanaume akarudi tena, ni kama kuna kitu kinamrudisha. Wakakaa tena kidogo, wakaachana tena. Anasema akarudi tena, wakakaa tena kama miezi miwili mitatu. Yule mwanaume anamwambia nimerudi tulee kwa sababu tuna mtoto, mimi naona ni mtu sahihi kwangu, wewe tulee mtoto. Lakini baada ya muda tena akaondoka. Anasema sasa kilichomleta na kilichomuumiza zaidi ni safari hii mwanaume amekuja akamwambia mimi naona mimi na wewe basi safari yetu iishie hapa. Lakini watu wa Mungu, kuna vitu viwili vya kuangalia hapa. Kuna kitu kinamfanya huyu kaka awe in and out, on and off. Manake ni kama anampenda lakini hajui kama anampenda. Lakini pia kuna kesi nyingine ilikuwa ya upande wa wazazi. Watu wa Mungu, hii kesi kwa wadada wengi ni kubwa sana. Unakuta mwanamke yuko kwenye mahusiano na mwanaume, hana uhakika huyo mwanaume anampenda au hampendi. Mwanaume anaweza akaondoka leo, akamaliza muda, akarudi tena. Anaweza akakaa miezi hata mitatu hakutafuti, baada ya miezi mitatu kuisha, mwezi wa 4 akaanza kukutafuta, na kwa spidi kubwa sana. Ni kitu ambacho yani mwanaume anakuwa yuko on and off, on and off, on and off. Ni kama anakupenda hakupendi, ni kama anaona kama ni mtu wa kuishi naye lakini hana uhakika. Watu wa Mungu walishasema kuna roho ambazo zinaweza zikawispa. Kuwispa ni kama kunong'ona, kunong'oneza ndani ya mtu uliyeko naye ndani ya moyo wa mtu uliyeko naye kwenye mahusiano. Hizo roho zikaanza kumwambia mtu huyu hafai, mtu huyu ni mbaya, mtu huyu hakufai, huyu hapana, huyu hapana. Kama mwanaume huyo hatakuwa na nguvu ya kutosha ya kushindana na hizo sauti za kipepo ambazo zinatokana na roho, watu wa Mungu, huyo mwanaume atakusumbua. Atakuwa on and off, on and off, on and off. Ni wale wanaume wote ambao utaona anaonyesha kama anakupenda, mara ghafla anatoka. Anaonyesha kama anakutaka, mara kama anatoka. Anaonyesha kama ana msimamo, mara anaonyesha hana msimamo. Ukicheza unaweza ukakaa na mwanaume kwa muda mrefu wa hivi akiwa on and off, on and off, alafu kaja ukasikia ameoa mtu mwingine. Huwa kuna roho ambazo kazi ya hizi roho ni kukuchafua ndani ya moyo wa ule mtu anayekupenda. Ni kama zina whisper, zinatoa sauti nyembamba, huyu hapana, huyu hafai. Yaani hizo roho kazi yake ni kumuonyesha huyo mtu mabaya yako, na kama hatakuwa na nguvu ya kushindana na hizi roho, uwe na uhakika anaweza kafika mahali akakuacha. Alafu hata akikuacha, baada hizi roho kuhakikisha sasa amekuacha kabisa, kinachotokea hizi roho
zinaanza kuja kumjutisha baadaye na kumwambia kwamba umemwacha mtu sahihi. Yule dada alikuwa ni mtu sahihi, yule alikuwa ni mtu sahihi, ulimwacha. Yaani baada ya kukuacha kabisa, zinaanza sasa kumuonyesha tena upande wako mzuri. Ni wale watu wote utasikia, mimi nilikuwa na mwanaume akaenda akaoa mtu mwingine, baada ya kuoa mtu mwingine leo hii ananiambia kwamba anaona mimi nilikuwa ni mtu wake sahihi. Hajui hata kwa nini tuliachana. Watu wa Mungu, hizi nonsense zote za kwenye mahusiano kama utazifikisha mwisho, unaweza ukakaa kwenye mahusiano miaka na miaka, ukajikuta una miaka 45, una miaka 35, una miaka 50, mtu ulikuwa naye ni mtu sahihi, lakini hakuoni, akaenda akaoa mtu mwingine. Nataka kama wewe ni singles, iwe ni mwanamke au ni mwanaume, umekuwa unasumbuliwa kwenye eneo hili la ndoa, limekusumbua kwa muda mrefu. Watu wa Mungu, save hii tarehe 4 ya mwezi wa 7, kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 11 jioni, hapa Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Ni siku ya Ijumaa, tarehe 4 ya mwezi wa 7, ni siku ya Ijumaa, kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 11 alfajiri. Watu wa Mungu, I will end up all of this nonsense. Kuna pete nilikuwa naziombea, hiyo pete nitakuvalisha na nitakwambia ni kwa nini. Najua watu wengi hawaamini, watasema ni Freemason, ni nini, ni nguvu ni nguvu za giza, badala ya kumtafuta Mungu anaanza kugaa pete. No, wewe achana na watu walioshindwa. Kuna pete nitakuvalisha kwenye kidole chako. Kuna roho zitakuachia, kuna nguvu zitakuachia. Watu wa Mungu, hizi pete nimekuwa nikiziombea tangu Januari. Tulikuwa tufanye mkesha wa kwanza Dodoma, lakini tukapewa nafasi ya kufanya mkesha hapa Dar es Salaam. Kwa tarehe 4, singles wote, una shida yote ya mahusiano, uko kwenye ndoa, una shida yote ya mahusiano, njoo. Hii pete nitaivalisha kwenye kidole chako, halafu utaona kile kitu kitakachotokea. Save hii tarehe, ni tarehe 4 mwezi wa 7 2025, ni siku ya Ijumaa. Mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall. Ni kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 11 alfajiri. Tutakesha. Watu wa Mungu, njoo ukeshe kwenye maombi, sio tukeshe kwenye mkesha. Njoo tukeshe kwenye maombi, kuna kitu kitatokea. Semina hii ni ya watu wote, lakini hiki kipengele cha mahusiano na ndoa ni kipengele maalum pia ambacho ninapaswa kudili nacho, kwa sababu hiyo kwamba nilikuwa naombea hizi pete. Kwa hiyo natamani watu wote, ukipata ujumbe huu, unamfahamu mtu yoyote yule, mwambie asave hii tarehe 4 ya mwezi wa 7, mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall, ni siku ya Ijumaa. Please and please, let us end this nonsense all. Kama uko nje ya Dar es Salaam, hakikisha unasafiri kwa ajili ya siku hii. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Save the date. Narudia tena, ni siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi wa 7, mahali ni Mbezi Beach Goigi, ukumbi unaitwa Mateo Hall, kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 11 alfajiri. Mungu akubariki sana, na Mungu abariki kila mkono utakao share. I can't wait to see you. Kuna mambo makubwa sana ninaona yatakwenda kutokea. Kuna watu mlikuwa mnashindwa kwenye ndoa. Maki ili jambo, watu wa Mungu, huu mwaka utakuletea ndoa. Shalom.